Wakati msanii Harmonize pamoja na Frida Kajala ambaye sasa hivi ni bibi wake wakiendelea kuwashangaza watu wengi zaidi, mapya pia yameweza kuibuka kuhusiana na siri nzito iliyopo kati ya hawa watu wawili, kwa maana ya Harmonize pamoja na bibi wake Frida Kajala. Imekuwaje wakarudiana? Juma Lokole ameweza kutoboa asili yao na kuweza kuweka wazi kitu ambacho kimewaacha pia watu wengi sana na midomo wazi na kujiuliza inakuwaje hii hapa hivi. Lengo la Harmonize hasa ni lipi kwa hiki ambacho ameweza kukifanya? Niko na full update hapa kuhusiana na kile ambacho ameweza kukiongea Juma Lokole, so yote tutaweza kuyafahamu hapa kupitia channel yetu. Kwa hiyo ni wewe tu kuungana na mimi mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapata kufahamu ukweli wote juu ya kile ambacho Juma Lokole ameweza kutoboa, ikiwa ni siri iliyopo kati ya Harmonize pamoja na Frida Kajala kwenye haya mahusiano yao mapya, ambayo bila shaka tumeweza kuona ni moja ya kitu ambacho kimeweza kumrudisha Harmonize kwenye ramani ya muziki kwa mara nyingine tena. Sasa ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapata kufahamu kweli wote, lakini kabla hatujaendelea, naomba nikukumbushe tu kwamba naamini pengine ulikuwa bado haujasubscribe. Tazama chini ya hii video hapo, utaona kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho wewe utakomeza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na wale wasanii ambao wamekuwa kiwafuatilia basi unakuwa unazipata hapa kwa wakati sahihi kabisa. Sasa tumeweza kuona lile sakata ambalo linaendelea sasa hivi, Harmonize kuweza kurudiana na Kajala, ni moja sakata ambalo kwa kiasi kikubwa sana limeteka vichwa vya habari kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia mpaka kwenye magazeti. Wengi wakawa wanajiuliza ni ushawishi upi ambao Harmonize aliweza kuufanya mpaka kufikia hatua ya kuweza kumfanya Kajala akakubali kurudiana na yeye. Lakini pia wengi wakawa wanajiuliza kwamba hivi ni kweli kwamba watu kweli wanapendana kiasi cha kwamba kimewafanya mpaka warudiane kwa sababu tu ya upendo, au kuna kitu kingine ambacho huenda kipo nyuma ya pazia wengi ambacho hawakijui? Yamekuwa ni maswali mengi zaidi ambayo kila mmoja amekuwa akijiuliza, kitu ambacho mpaka sasa hakukuwa na mtu ambaye alikuwa amepata jibu. Sasa tunafahamu Juma Lokole bwana, yeye ni mbea ambaye yupo karibu sana na hawa watu, lakini pia na mapaparazi wengi sana ambao waga wanamletea update pamoja na infos kuhusiana na mastaa mbalimbali, ili aweze kupata ule umbea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaweka wazi watu waweze kufahamu kile kilichopo kwenye story fulani ambayo pengine inaweza ikawa inaonekana iko hivi, alafu kumbe ukweli na uhalisia wake uko tofauti kabisa. So amekuja kuweka wazi siri inayomhusu Harmonize pamoja na Kajala, mapenzi yao, na kutuambia kwamba bwana, kuna mambo mazito ambayo yameweza kupangwa. Kwanza unaambiwa kabisa kwamba hili penzi liko drafted, yani limeweza kuchorwa kila kitu kabla halijaanza mpaka lilipo na lina mwisho wake. Guess what? Iko hivi, Juma Lokole anasema kwamba eti Harmonize ameweza kumwambia Kajala kwamba waweze at least kuwa na ndoa ya mkataba, kitu ambacho sijamuelewa kiundani zaidi, lakini Juma Lokole akasema kwamba Harmonize na Kajala hapo kwenye ndoa ya mkataba, kiasi kwamba mkataba tunafahamu ni unakoga limited, yani itafika kipindi fulani alafu kila mmoja tuseme kwa mfano umepangiana mpaka mwaka fulani, ikifika hiyo time maana kila mmoja atamind business zake. Hicho ndicho ambacho of course kwenye swala la mkataba inamaanisha. So I don't know kama ni Juma Lokole alikuwa sahihi au hakuwa sahihi, lakini ameweza kutufungukia na kutuambia hivyo kwamba lengo la Harmonize hasa lilikuwa ni yeye kuweza kurudisha attention ya mashabiki kuweza kumfuatilia zaidi, kwa sababu anakumbuka na anaelewa kile kipindi ambacho alikuwa na Kajala kwenye mahusiano, watu walikuwa wanamfuatilia sana, lakini pia walikuwa wana appreciate sana hii couple. So this time anaamini kabisa kwamba watu atarudisha kwenye mstari, na amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuweza kurudisha watu kwenye mstari, na wengi wameonyesha kufurahishwa zaidi na hii couple kuweza kurudiana kwa mara nyingine tena. Sasa kama kweli Juma alikuwa sahihi kwamba hawa watu wawili wapo kwenye mahusiano ya kimkataba, unadhani nini hasa ambacho kitatokea baada ya hawa watu wawili kuweza kuachana? Au ndio tuseme kwamba Juma tu labda ni umbea wake ambao unamsumbua, lakini hawa watu wanapendana kweli? Mimi ndio hatujui, lakini niambie una maoni gani kuhusiana na hiki? Comment yako ikihusika hapo chini utakomentisha sana, lakini na mengi zaidi ya kukuletea. Kwa hiyo hakikisha tumesubscribe ili usiweze kupitwa na lolote kwenye video zinazofuata. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video, bye bye.